Mwanamume huyo aliweka jeli iliyokwisha muda ndani ya bakuli. Ghafla, jeli ilipotea kwa hewa. Ilisafirishwa hadi madhabahu ya malkia wa zamani. Malkia na maafisa wake walivutiwa na kitu hiki. Wote walianza kuonja kwa mfululizo. Walistaajabishwa na utamu wa jeli na walifikiri ni chakula bora kilichotolewa na miungu. Wakati huu, nchi ilikuwa katikati ya vita wakati wa majira ya baridi kali. Askari hawakuweza kukinga baridi. Kwa hivyo malkia alipiga magoti na kuomba miongo kwa miungu. Katika ulimwengu mwingine, mwanamume huyo alikuwa akikusanya nguo za zamani. Kwa bahati, alitupa nguo moja baada ya nyingine nyuma yake. Sekunde iliyofuata, nguo zilisukumwa ndani ya bakuli na kusafirishwa kwenye mikono ya malkia. Malkia na watu wake hawakuwa wamewahi kuona kitani bora kama hicho. Hawakuweza kusubiri kuvaa. Nguo ziliwaka na kwamba ziliwalishiwa kwa ajili yao. Walishukuru miungu. Upande wa pili, baada ya kusanya ghala, mwanamume huyo aligundua kuwa vitu vyote vimepotea. Alianza kushuku bakuli. Ili kujaribu dhana yake, aliweka simu yake ndani yake. Matokeo yake, simu ilipotea. Ilikuwa ile aliyokuwa ameinunua hivi karibuni kwa bei ghali. Malkia ilichukua simu kwa udadisi. Alikuta video zisizofaa ndani yake. Aliamua kumsaidia miungu kuweka siri. Mwanamume huyo alitaka kupata simu yake nyuma. Alifanya simu ya video na simu nyingine. Wakati huu, malkia tayari alikuwa amebadilisha mavazi yake ya kawaida. Akiwaona mbele yake, mwanamume huyo alitambua kuwa bakuli liliunganisha ulimwengu mbili. Kutokana na hali mbaya ya vita nje ya jiji, Malkia aliomba msaada kwa mwanamume huyo kupitia simu ya video. Kama askari hawakuwa na chakula cha kutosha, hawangeweza kulinda nchi yao. Baada ya kusikia hili, mwanamume huyo alitoa sharti. Malkia ilibidi abadilishe vitu vya zamani kwa chakula. Malkia hakutatia wasiwasi. Aliwaambia wanaume wake wampe dhahabu yote, fedha na vito kwenye hazina ya taifa. Mwanamume huyo alifurahi sana, lakini ili kuthibitisha ukweli wa vito, aliomba rafiki yake ampate muhakiki wa vito vya zamani. Baada ya saa 86 za ukaguzi na mtaalam, alisema ilikuwa vito vya zamani vya miaka 3000 iliyopita na thamani yake angalau dola za Kimarekani milioni 80. Akitambua kuwa malkia hakumwambia uongo, mwanamume huyo alikwenda kwa muuzaji wa chakula usiku kucha. Alikodisha ghala lote la chakula na akaweka yote ndani ya bakuli kumpelekea malkia katika ulimwengu mwingine.